Lakini nikushukuru sana kipekee Mheshimiwa mbunge kwa kazi ulioifanya kutuletea sifa wana Muungano. Ni sifa ya kipekee sana, wala hatukutegemea katika maisha yetu kwamba tutakuwa na majengo kama haya. Ni heshima ya kipekee kabisa. Lakini tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Muungano wa Tanzania tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Tanzania kwa kazi nzuri aliyoifanya. Nafikiri baada ya kupeleka hii taarifa naye akakubalia pamoja na Mheshimiwa diwani wa kata hii, umeifanya kazi wote kwa pamoja. Tunashukuru sana kwa kazi hii. Lakini nimshukuru kipekee sana mkuu wa wilaya kwa ufuatiliaji. Yaani safari ni sijui ni ngapi hakai kwa ajili ya kufuatilia ya majengo ili aone jinsi gani yanavyoendelea. Niwashukuru sana wataalamu, lakini nimshukuru sana mtendaji kwa kushirikiana na chama, hajatuacha. Tuko pamoja wakati wote. Hata ingekuwaje ni lazima tupe taarifa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Hadi huu tulipokea fedha kutoka SEQUIP ilikuwa mwezi wa 6 tarehe 24 shilingi milioni 583,180,028. Baada ya hapo kuingiziwa hiyo hela ikabidi ufanyike utaratibu wa kumpata mkandarasi, lakini waliokuwa wamehusika moja kwa moja kwa ajili ya kumpata mkandarasi ni halmashauri. Na baada ya kupatikana mkandarasi alianza rasmi kufanya kazi mwezi wa 11 tarehe 23. Na ameendelea kufanya kazi kama unavyoona majengo hadi leo hii. Na hii pesa iliingizwa katika sekondari mama, yani Mlezi Ipande Sekondari. Na wanaendelea kuonyesha ushirikiano. Binafsi nikushukuru na nikupongeze sana. Lakini pia nimpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri na nzito ya kutujali wana Muungano. Kweli wana Muungano wameafiki kabisa na matendo yake kwa vitendo na kutuona kwamba kweli hata Muungano wanaonekana ni kati ya wanajamii katika Tanzania hii. Kwa kweli pongezi hizi tupelekee kwake, na wanasema mitano tena kwa mama. Ziara ya kuangalia mradi huu. Kwanza kabisa kama ambavyo umesikia salamu za viongozi wetu wa chama. Kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali nzima ya awamu ya 6 kutupatia fedha hizi milioni 583 kwa ajili ya kujenga shule hii mpya katika kata hii ya Muungano, ambayo ilikuwa ni hitaji kubwa sana. Sababu ukiangalia watoto wa kata hii walikuwa wanatumia umbali mrefu sana kwenda kupata elimu. Lakini pili tukushukuru wewe kwa sababu wahitaji tulikuwa ni sisi kupitia ngazi ya kata tukahitaji shule. Lakini ale kwenda kutufikishia salamu kwa Mheshimiwa Rais na serikalini ulikuwa ni wewe. Kwa hiyo tukushukuru kwa kazi kubwa ambayo umeendelea kuifanya, sio katika mradi huu tu ila katika miradi yote ambayo inaendelea kufanyika hapa wilaya ya Kyela. Ni kwa sababu wewe unaenda kutusemea huko juu kwa serikalini kwamba kule kuna uhitaji wa kitu fulani, na ndio maana tumeendelea kupokea fedha. Kwa hiyo kwa ujumla tumepokea fedha, na kama ambavyo unaona mradi unaendelea kutekelezwa, na mradi huu kidogo unahitaji kasi zaidi kwa sababu nia ya serikali ni kuhakikisha kwamba madarasa haya yatakapokamilika na jengo la utawala na majengo mengine, basi wanafunzi wale waweze kuhamia hapa waendelee kupata elimu wakiwa karibu na maeneo ya makazi yao. Kwa hiyo kwa ujumla shule hii ilikuwa ni uhitaji, na itakapokamilika ninaamini hata hawa ambao wako hapa wanaweza akashuhudia kwamba itakwenda kusaidia wanafunzi wetu kwanza kuwa katika maeneo salama, hawatotumia kilomita nyingi kwenda kupata elimu, lakini pia itawarahisishia hata na wazazi kuwa una uhakika kwamba watoto wao wanaenda shuleni salama na wanarudi salama kwa sababu shule haiko mbali. Kwa hiyo ilikuwa na haja pia uje uone kazi kubwa ambayo hela uliotuletea inafanya hapa katika kata hii. Lakini kiujumla sisi tunataka tukushukuru, lakini pia usituchoke. Kwa sababu maeneo mengi bado yana uhitaji wa shule ya sekondari. Na dhumuni langu hapa sasa ni wasemee watu wa Ipiana, tuendelee kutuongeleshea tuweze kupata na sisi hela ya kuhakikisha pale pia tunajenga shule ya sekondari. Kama ambavyo unajua Ipiana wanahitaji sana shule ya sekondari, na wameshajiandaa, walishatafuta na eneo. Kwa hiyo sisi tunachosubiria ni hela tu, na wewe ndo midfielder wetu. Kwa hiyo tusaidie kutufikishia salamu kwa ili tuweze kupata hela ya kujenga pale. Tunaamini tutakapojenga hizi shule zitakwenda kutusaidia, na uzuri wananchi wanatambua kazi kubwa ambazo Mheshimiwa Rais anafanya, kwa sababu sisi tukilia tu mama anasikia na anatupa. Kwa hiyo tukushukuru kwa sababu wewe ndio unayepeleka vilio vyetu.
sijui unaenda kuliaje, lakini sisi tunalia kwako, wewe ndio unatupelekea. Kwa hiyo sisi tukushukuru. Kwa wilaya, Mheshimiwa wananchi wa Muungano, lakini zaidi pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi na ndugu zetu pia wataalamu, pamoja na mkandarasi anayejenga shule hii. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nitoe lililo moyoni. Na lililo moyoni ni kwamba nataka ndugu zangu niwaambie kwamba uwezo wetu sisi na haya mnayaona yanafanyika. Leo hii shule ni ya 4 ya namna hii. Ya namna hii ya kuletewa pesa. Tulianza na Bondeni, tukafanya kule Rubele ambako sasa nako wanaendelea, lakini tumefanya Ibanda, sasa tuko hapa Muungano. Haya yote hayatokei kwa bahati mbaya. Labda kabla sijamalizia nikuambie Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuna watu walaki walikuja kufanya ukaguzi hapa. Tulipofika Dodoma wamenipigia simu. Bahati nzuri sana wote ambao walikuja wengi ni watu ambao tuko nao karibu, lakini mmoja tunakaa naye, yani ukitoka mimi yeye yuko kushoto kwangu. Aliniuliza, Mheshimiwa mbunge, unatumia uchawi gani kupata miradi ile yote mikubwa? Nimwambia jambo moja tu ambao nataka niwaambie ndugu zangu. Ushirikiano uliopo kwenye wilaya yetu, maelewano tulionayo kuanzia ngazi ya juu ya mkuu wa wilaya, ukienda kwa dedi mkurugenzi na wataalamu wake wote, lakini kwenye chama na madiwani na umoja tulionao wanakiela, ndio silaha yetu kubwa. Tumefika hapa kwa sababu tunaongea lugha moja. Mimi nikisema Mheshimiwa Rais akimuuliza mkuu wa mkoa anakimbia anampigia DC. DC anasema ndio, ni kweli. Hapo ndipo tunapofaulu. Bila kuwa na ushirikiano huu wa mkuu wa wilaya, mkuu wetu wa mkoa na mimi, haya yasingetokea. Kwa hiyo mbali na mimi, naomba niseme mkuu wa wilaya nakushukuru sana. Saa zingine wanasema wewe sio mwanakiela, lakini sasa hivi wewe ndio mwanakiela namba 1. Wewe ndio mwakilishi wa rais. Yeye ndiye anayekuuliza wewe. Nikisema uongo kule, huyo akikataa tu najulikana mimi ni mwongo. Kwa sababu hakuna mtu atakaye kuja kuuliza huko, anayeuliza ni mkuu wa wilaya. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana mama yetu, unatusemea vizuri Kyela, na taarifa ninazozipata hazijawahi kuwa tofauti na zile ambazo na mimi nazipeleka. Kwa hiyo ndio maana hata leo nataka niwaambie, hii ziara sio yangu, ni ya kwake mkuu wa wilaya. Lakini akaniambia twende nikakuonyeshe kazi tunayoifanya. Yeye ndio mtekelezaji, yeye ndio msimamizi. Mimi nikiomba nimeshamaliza kazi. Ninachoweza kuja tu ni kukagua, je, ili wasio wakasema sasa umeomba hela hata hujui kitu kiko kimeenda wapi. Kwa hiyo nataka tu niseme pamoja na yote tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kyela tuna bahati. Mheshimiwa Rais anatusikia, na ndio maana sisi wana Kyela nina uhakika tutaongoza kwa kura za rais. Haijawahi kutokea mimi nikaomba jambo sana litachelewa tu, lakini Mheshimiwa Rais analifanya. Lakini sio kwamba Tanzania nzima kwa wote inafanyika hivyo, ni kwa sababu sisi tunashirikiana. Mashirikiano haya ndio yametupa nguvu mbele ya rais. Kwa jambo lingine ni waombe ndugu zangu Chama cha Mapinduzi, tuendelee kushirikiana na tuendelee kuwa wamoja. Na mwisho, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umesema juu ya shule hizi zingine. Mimi nilishasema, mimi ni wakutumwa na ndio kazi yangu. Mimi ni mwakilishi. Naomba niseme nimeyabeba haya, tunaenda kulifanyia kazi, na hiyo itakuwa ni kazi yangu ya kwanza kuifanya.
kwa sababu haya ni maagizo kutoka kwa wananchi na kwa raia wetu namba moja ambaye ni wewe.